Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2026 ambapo tunajifunza la somo lisemalo Baba yetu anajali. Hii ni mwezi Juni, tukiangazia katika ulimwengu wa mbinguni. Na leo ni Juni 4. Tuombe. Baba mwema, uketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee uliyotupatia asubuhi ya leo, kwamba tujifunze neno lako na kwamba tubadilishwe tufanane nawe. Tunajitoa kwako kikamilifu na tunakubali ukatufundishe kuwa watoto wako. Tembea nasi siku ya leo, tufundishe, tusamehe na utusafishe katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema msingi wetu thabiti. Imejengeka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 aya ya 11 hadi 13, ambapo neno la Mungu linasema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kama vile moto unavyofunua tofauti kati ya dhahabu, fedha na vito vya thamani na miti, nyasi na makapi, ndivyo siku ya hukumu itawajaribu wahusika, kuonesha tofauti kati ya tabia zilizoundwa katika kufanana na Kristo na tabia zilizoundwa kwa mfano wa moyo wa ubinafsi. Ubinafsi wote, dini yote ya uongo itaonekana kama ilivyo. Vito visivyo na thamani vitayeyuka, lakini dhahabu ya imani ya kweli, sahili na ya unyenyekevu haitapoteza thamani yake kamwe. Haiwezi kuteketea kwa kuwa haiwezi kuharibika. Tabia haiwezi kupatikana kwa kupokea elimu. Tabia haiwezi kupatikana kwa kujilimbikizia mali wala kwa kupata heshima ya duniani. Tabia haiwezi kupatikana kwa kuwaacha wengine kuvipiga vita vya uzima kwa ajili yetu. Lazima itafutwe, ifanyiwe kazi, ishindaniwe, na inahitaji uwe na kusudi, dhamira na uamuzi. Ili kuunda tabia ambayo Mungu atairidhia, kunahitajika juhudi zisizokoma. Itahitaji kuwa na upinzani endelevu dhidi ya nguvu za giza, ili majina yetu yabaki katika kitabu cha uzima. Je, si jambo la thamani zaidi majina yetu kuandikwa katika kitabu kile? Yabaki hapo milele miongoni mwa malaika wa mbinguni kuliko kutamkwa katika kutukuzwa katika dunia yote. Katika muda wa rehema tuliopewa hapa duniani, tunajenga kila mmoja wetu jengo ambalo linapaswa kuthibitishwa na hakimu wa ulimwengu wote. Kazi hii ni ya ufinyanzi wa tabia zetu. Kila tendo maishani mwetu ni jiwe katika jengo hilo. Kila mtu ni mtendakazi. Kila pigo linalotupiga ni kwa ajili ya wema au ubaya. Neno lililovuviwa linatuasa kuwa waangalifu vile tunavyojenga, ili kuhakikisha kwamba msingi wetu ni thabiti. Ikiwa tunajenga juu ya mwamba imara, matendo safi ya uadilifu na ya unyofu, jengo litapanda juu vizuri, tena likiwa na uwiano.
hekalu lifaalo kwa ajili ya ukaaji wa Roho Mtakatifu. Hii ni Juni 4 mwaka wa 2026, mada ikisema msingi wetu thabiti. Na kwa nukta hiyo, wewe mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupwa akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.